Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ-San Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja. Na ikiwa ni Julai 8, mchungaji anamjua kila kondoo. Usiogope, maana nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Isaya 43 mstari wa 1. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako tunapoenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Kwa pamoja nasi tufundishe kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Kati ya viumbe vyote, kondoo ni mmoja wapo wa wale walio wepesi kutishika na wasiojiweza. Na katika nchi za mashariki, utunzaji wa mchungaji kwa kundi lake ulikuwa ni kazi ya daima na ambayo ilifanywa kwa bidii. Wakati wa zamani kama ilivyo sasa, kulikuwa na ulinzi mdogo nje ya miji iliyozungushiwa kuta. Wanyang'anyi kutoka katika makabila wanayotangatanga ya mipakani au wanyama wakali kutoka katika maficho yao kwenye miamba walivizia ili wapate kupora kundi la kondoo. Mchungaji aliwalinda waliokuwa chini yake, akijua kwamba lilikuwa ni suala la hatari kwa maisha yake pia. Yakobo aliyachunga makundi ya kondoo ya Labani katika mashamba ya malisho ya Harani. Akielezea kazi yake ya kudumu alisema, mchana jua likanipata na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Mwanzo 31 mstari wa 40. Kijana Daudi alipokuwa akilinda kondoo wa baba yake kwa kutumia mikono yake, alikabiliana na simba na dubu na akamwokoa kondoo aliyeporwa kutoka katika meno yao. Kadiri ambavyo mchungaji anaongoza kundi lake kwenye milima ya mawe, kupita kwenye misitu na mabonde, kwenye majani pembeni ya mto, kadiri anavyowalinda juu milimani usiku kucha wa upweke, aliwalinda dhidi ya wanyang'anyi, akiwahudumia kwa upendo wagonjwa na waliodhaifu. Maisha yake yanaunganika na ya kwao. Uhusiano imara na wa upendo humuunganisha na vitu anavyovilinda. Haidhuru kundi ni kubwa kiasi gani, mchungaji anamjua kila kondoo. Kila kondoo alikuwa na jina lake, naye alimuitikia mchungaji anapoliita jina lake. Kama ambavyo mchungaji wa kidunia anawajua kondoo wake, ndivyo na mchungaji wa mbinguni anavyowajua kondoo wake waliotawanyika ulimwenguni. Na ninyi, kondoo zangu, kondoo za malisho yangu, ni wanadamu, na mimi ni Mungu wenu, asema Bwana Mungu. Yeye alisema, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Ezekieli 34 mstari wa 31 na Isaya 43 mstari wa 1 na Isaya 49 mstari wa 16. Yesu anatujua kila mtu mmoja mmoja, naye anaguswa na hisia yetu ya udhaifu. Anatujua sote kwa majina. Anafahamu nyumba ile hasa tunayoishi ndani yake na jina la kila anayekaa humo. Mara kadhaa amewaagiza watumishi wake kwenda katika nyumba fulani katika mji fulani ili kumtafuta mmoja wapo wa kondoo wake. Kila mtu anajulikana kikamilifu kwa Yesu kana kwamba ndiye pekee yake aliyefiwa na Mwokozi. Majonzi ya kila mtu hugusa moyo wake. Kilio cha kuomba msaada kinalifikia sikio lake. Alikuja kuwavuta watu wote kwake. Anawaambia, nifuate, na Roho wake anasukuma mioyo yao ili kuwavuta waje kwake. Wengi wanakataa kuvutwa. Yesu anawajua wao ni akina nani. Anajua mtu anayesikia wito husema, kondoo wangu waisikie sauti yangu, nami nawajua wao wanifuata. Anamjali kila mmoja kana kwamba hayupo mwingine katika uso wa dunia.
Utasoma Tumaini sehemu ya pili ukurasa wa 92 na 93. Huu ni mwisho wa somo letu la Mchungaji Anamjua Kila Kondoo, na tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema, tunajikabidhi kwako. Asante kwa masomo haya ya siku ya leo. Tunaomba Baba ukazidi kutufunulia kweli yako na tukayaishi sawa sana mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amina. Kumbuka, Yesu akiinuliwa juu, maisha yanabadilika. Mungu akubariki. Anakuja.